walivyotambulishwa kwenye itifaki iliyosomwa awali. Mheshimiwa Rais, kwa namna ya pekee ninamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kukutana leo tukiwa na afya njema kwa ajili ya kuwasilisha matokeo ya tathmini ya masuala ya ardhi yanayolalamikiwa katika wilaya ya Ngorongoro. Aidha, ninakushukuru wewe binafsi kwa kutuamini na kututeua kufanya tathmini hii. Mheshimiwa Rais, asante sana. Mheshimiwa Rais, matokeo ya tathmini ya masuala ya ardhi tunayowasilisha kwako yanahusu maeneo matatu, yaani eneo la hifadhi ya Ngorongoro, pori la akiba Pololeti na pori tengefu la Ziwa Natron. Maeneo haya, kutokana na umuhimu wake, serikali kwa nyakati tofauti ilifanya uamuzi wa kuyahifadhi kwa mujibu wa sheria. Mheshimiwa Rais, katika eneo la hifadhi ya Ngorongoro, malalamiko yanahusu uwiano na uendelevu wa matumizi mseto ya ardhi ndani ya hifadhi hiyo. Na malalamiko katika pori la akiba Pololeti ni wananchi kutoshirikishwa kwa ukamilifu katika mchakato wa kupandisha hadhi yalilokuwa pori tengefu la Loliondo mwaka 2022 kuwa pori la akiba. Kwa upande wa pori tengefu la Ziwa Natron, wananchi wana hofu ya kupoteza ardhi yao endapo serikali itatekeleza uamuzi wa kupandisha hadhi pori hilo kuwa pori la akiba. Masuala muhimu yaliyobainika eneo la hifadhi ya Ngorongoro. Mheshimiwa Rais, eneo la hifadhi ya Ngorongoro, yani NCA, ni sehemu ya mfumo ekolojia wa Serengeti Mara ambao unaundwa na hifadhi ya taifa ya Serengeti, eneo la hifadhi ya Ngorongoro, mapori ya akiba ya Maswa, Kijereshi, Ikorongo, Grumeti na Pololeti, jumuiya za hifadhi za wanyamapori za jamii, yani WMAs, za Ikona na Makao, ranchi ya Mwiba na hifadhi ya taifa ya Masai Mara nchini Kenya. Mfumo huu ekolojia ni maarufu sana duniani kwa wingi wa wanyamapori wanaohama kama nyumbu na pundamilia. Aidha, kuna eneo la Ndutu ndani ya hifadhi ya Ngorongoro ambayo ni muhimu sana kwa mazalia ya nyumbu. Mheshimiwa Rais, katika kipindi cha takriban miaka 67 ya utekelezaji wa matumizi mseto ya ardhi ndani ya eneo la hifadhi ya Ngorongoro, yapo mafanikio kadhaa yaliyopatikana ambayo ni pamoja na: mosi, eneo la hifadhi ya Ngorongoro limeendelea kuwa eneo la kipekee duniani. Lakini pili, idadi ya watalii imeongezeka kutoka 592,498 kwa mwaka 2015 hadi kufikia watalii 884,484 Machi 2025. Na mapato yatokanayo na utalii yameongezeka kutoka shilingi bilioni 60 mwaka 2015 na kufikia shilingi bilioni 223 mwezi Machi mwaka 2025. Tatu, jamii ya wenyeji wanaoishi ndani ya hifadhi wameendeleza mila na desturi zao bila mwingiliano. Na nne, jamii ya wenyeji wameendelea kunufaika na nyanda huru za malisho wanazotumia kwa pamoja, yani grazing land. Mheshimiwa Rais, pamoja na mafanikio hayo niliyoyataja, zipo changamoto nyingi ambazo zinaathiri matumizi mseto ya ardhi katika eneo la hifadhi ya Ngorongoro, na endapo changamoto hizi hazitatatuliwa, shinikizo la matumizi ya ardhi ndani ya hifadhi halitakuwa himilivu. Changamoto hizo ni kama ifuatavyo: mosi, kuongezeka kwa mahitaji ya maendeleo ya jamii ndani ya eneo la hifadhi ya Ngorongoro kutokana na ongezeko la idadi ya watu. Idadi ya watu ndani ya hifadhi imeongezeka kutoka takriban
8,000 waliokuwepo mwaka 1959 hadi kufikia watu 100,793 mwaka 2022. Kwa mujibu wa takwimu za Ofisi ya Taifa ya Takwimu za mwaka 2022, idadi hiyo inakadiriwa kuongezeka hadi kufikia watu 276,651 ifikapo mwaka 2050 katika wastani wa ukuaji wa 3.6% kwa mwaka. Ongezeko hili la idadi ya watu linaenda sambamba na ongezeko la mahitaji ya matumizi ya ardhi, na hivyo kuongeza ushindani wa matumizi ya ardhi kwa ajili ya uhifadhi, utalii na maendeleo ya jamii, kwa kuwa ukubwa wa ardhi katika eneo la hifadhi ya Ngorongoro hauongezeki. Changamoto ya pili ni kuongezeka kwa ushindani wa matumizi ya ardhi, uharibifu wa mazingira na kupungua kwa nyanda za malisho ya mifugo na wanyamapori kwa sababu ya ongezeko la watu na mtawanyiko wa makazi ndani ya eneo la hifadhi. Makazi yameongezeka ndani ya eneo la hifadhi kutoka 13,381 yaliyokuwepo mwaka 2019 hadi kufikia makazi 17,784 kwa mwaka uliopita 2025, sawa na ongezeko la 28.8%. Changamoto ya tatu ni ongezeko la mifugo ndani ya hifadhi kutoka mifugo 261,723 kwa mwaka 1960 hadi mifugo 715,466 kwa mwaka 2022. Idadi hiyo ya mifugo iliyoongezeka inajumuisha ng'ombe 274,643, mbuzi 201,938, kondoo 226,553 na punda 11,032. Kwa mujibu wa tathmini ya tume, inakadiriwa kuwa idadi ya ng'ombe pekee itaongezeka kutoka 274,943 takwimu ya mwaka 2022 hadi kufikia ng'ombe 418,913 ifikapo mwaka 2050, wastani wa ukuaji ukiwa 2.7% kwa mwaka, na hivyo kuongeza mahitaji zaidi ya ardhi ya malisho. Mheshimiwa Rais, tathmini imeonyesha kuwa mwaka 2022 mifugo ilihitaji eneo la kilomita za mraba 4,579 sawa na 56.4% ya eneo lote la hifadhi ya Ngorongoro la kilomita za mraba 8,122.7. Mahitaji hayo yanakadiriwa kuongezeka hadi kufikia kilomita za mraba 8,464.56 sawa na 104% ya eneo lote la hifadhi ifikapo mwaka 2050. Hii ina maana kuwa hata kama wanyamapori na makazi yataondolewa, eneo hilo halitatosha kwa matumizi ya mifugo pekee ifikapo mwaka 2050. Mheshimiwa Rais, licha ya takwimu kuonyesha kwamba idadi ya mifugo imeongezeka, uwezo wa wafugaji ndani ya hifadhi kujikimu kiuchumi na kuwa na usalama wa chakula kwa kutegemea mifugo pekee, yaani kwa Kiingereza Tropical Livestock Unit, ambayo kwa kifupi ni TLU, umeendelea kupungua. Kitaalamu, kiwango cha chini cha mtu kujikimu kwa kutegemea mifugo pekee ni kuwa na ng'ombe 8, TLU 8, kila ng'ombe akiwa na uzito wa kilogramu 250. Mwaka 2022 TLU
Tropical Livestock Unit kwa mtu mmoja ndani ya hifadhi ilikuwa 3.5, ambayo inakadiriwa kushuka hadi kufikia TLU 1.5 ifikapo mwaka 2050. Hii ina maana kuwa jamii ya wenyeji wanaoishi ndani ya eneo la hifadhi ya Ngorongoro inahitaji kuwa na shughuli mbadala ili kujikimu kiuchumi na kuweza kuwa na usalama wa chakula. Hata hivyo, kutokana na makatazo ya sheria, hakuna fursa ya kufanya shughuli nyingine ya kuongeza usalama wa chakula zaidi ya ufugaji ndani ya eneo la hifadhi. Changamoto ya 4 ni kupungua au kutoweka kwa baadhi ya wanyamapori, hususan katika kasoko ya Ngorongoro. Tafiti zinaonyesha kuwa kuanzia mwaka 2000 baadhi ya wanyamapori kama vile choroa, nyamela na swala twiga wametoweka ndani ya eneo la hifadhi ya Ngorongoro. Wanyamapori wengine kama vile nyumbu wakazi, resident wild beast, wamepungua kutoka katika kasoko ya Ngorongoro. Kupungua au kutoweka huku kwa wanyamapori kunahusishwa na ongezeko la shughuli za kibinadamu na mabadiliko ya tabia nchi ndani ya hifadhi. Changamoto ya 5 ni migongano kati ya wanyamapori na binadamu, yani human wildlife conflicts, ambapo takwimu zinaonyesha kuwa wastani wa watu 7 wamekuwa wakiuawa na wanyamapori kila mwaka kuanzia mwaka 2015 hadi mwaka jana 2025, na kufanya jumla ya watu waliouawa kufikia 77. Pia watu 274 wamejeruhiwa na pia mifugo 1450 imeuawa na wanyamapori katika hiki kipindi nilichokitaja. Changamoto ya 6 ni uwepo wa magonjwa ya kuambukiza, yani zoonotic diseases, kama vile kimeta na kichaa cha mbwa yanayoathiri binadamu, mifugo na wanyamapori kutokana na mwingiliano kati ya binadamu, mifugo na wanyamapori, kwa kuwa ni vigumu kutibu au kutoa chanjo kwa wanyamapori wanaopata magonjwa haya. Changamoto ya 7 ni uharibifu wa mazingira unaotokana na shughuli za kibinadamu ambao unasababisha kupungua kwa uoto wa asili ndani ya eneo la hifadhi ya Ngorongoro. Na ya 8 ni athari ya mabadiliko ya tabia nchi ambayo yanasababisha mabadiliko ya uoto na kuongezeka na kuenea kwa mimea vamizi, na hivyo kupunguza nyanda za malisho kwa ajili ya mifugo na wanyamapori. Hali hii inaongeza ushindani wa matumizi ya ardhi na ya malisho kwa ajili ya mifugo na wanyamapori, lakini pia inasababisha uharibifu wa mazingira. Eneo la pori la akiba Pololeti. Mheshimiwa Rais, pori la akiba Pololeti lilianza kuhifadhiwa kama pori tengefu la Loliondo mwaka 1951 kutokana na umuhimu wake katika mfumo ekolojia wa Serengeti Mara. Kutokana na pori hilo kuathiriwa na shughuli za kibinadamu, hususan ufugaji usiozingatia uwezo wa eneo kuhimili idadi ya mifugo, na pia kutokana na kuanzishwa makazi ndani ya pori hilo, mwaka 2022 serikali ilimega eneo la kilomita za mraba 1502 kati ya kilomita za mraba za lililokuwa pori tengefu 4002, na hilo eneo likapandishwa hadhi kuwa pori la akiba Pololeti. Eneo lililobakia la kilomita za mraba 2500 liligawiwa kwa wananchi kwa ajili ya shughuli zao. Mheshimiwa Rais, pori la akiba Pololeti lina umuhimu wa hali ya juu wa kimazingira, kiikolojia na kiuchumi kwa sababu 3 zifuatazo. Kwanza, ni eneo ambalo limezungukwa na safu za milima, mabonde, miamba na maeneo ya tambarare, na lina vyanzo muhimu vya maji kwa ajili ya hifadhi ya Serengeti. 2, eneo hili
ni ushoroba wa wanyamapori na mazalia ya nyumbu wahamao katika ule mfumo nilioutaja, mfumo ekolojia wa Serengeti Mara. Tatu, eneo hili ni muhimu kwa utalii na pia ni kinga, yani buffer kwa maeneo mengine ya hifadhi. Mheshimiwa Rais, kufuatia kuanzishwa kwa pori la akiba Pololeti, zimejitokeza changamoto zifuatazo. Mosi, wananchi wameendelea kulalamika kuhusu uhalali wa kupandisha hadhi pori hilo, wakidai kwamba ardhi yake ni ardhi yao iliyotwaliwa pasipo wao kushirikishwa, na hivyo wanaomba warejeshewe ardhi ya pori hilo ili waweze kuitumia kwa utaratibu ule wa matumizi mseto kama ilivyo katika eneo la hifadhi ya Ngorongoro. Changamoto ya pili ni kwamba mwaka 2022 serikali ilihamisha mamlaka ya usimamizi wa pori la akiba Pololeti kutoka mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori yani TAWA kwenda kwa mamlaka ya eneo la hifadhi ya Ngorongoro yani NCAA, pasipo kuzingatia sheria ya uhifadhi wa wanyamapori sura ya 283 ambayo imeipa TAWA mamlaka ya usimamizi wa mapori ya akiba na mapori tengefu. Tume imebaini kuwa uamuzi huo wa serikali unaleta misuguano ya kisheria, kitaasisi na kiutendaji katika usimamizi wa pori hilo. Changamoto ya tatu ni kwamba lile eneo la kilomita za mraba 2500 walizoachiwa wananchi kutokana na wingi wa mifugo halitumiki kwa tija, na kwamba pia kuna changamoto za mimea vamizi, hali inayoleta ushindani wa matumizi ya ardhi na kuendelea kuongezeka mahitaji ya ardhi kwa wananchi. Vile vile katika ukaguzi wa maeneo ya tarafa ya Loliondo na tarafa ya Sale, tume iliona makundi ya wanyamapori hasa nyumbu, swala, pundamilia na twiga wakiwa wamechanganyika pamoja na mifugo katika maeneo yanayokaliwa na wananchi. Changamoto ya 4 ni kukosekana kwa huduma muhimu za ugani kwa wananchi wa vijiji vinavyopakana na pori la akiba Pololeti. Changamoto ya 5 inahusu umuhimu au haja ya kuboreshwa kwa barabara kuu ya Mto wa Mbu kwenda Waso, makao makuu ya wilaya Loliondo, ili kuchochea ukuaji wa uchumi wa wilaya hiyo. Pori tengefu la Ziwa Natron. Mheshimiwa Rais, pori tengefu la Ziwa Natron lilianzishwa kwa mujibu wa kifungu cha 9 cha sheria ya hifadhi ya wanyamapori ya mwaka 1951. Pori hilo linagusa wilaya 3 za Ngorongoro, Monduli na Longido. Kwa upande wa wilaya ya Ngorongoro, pori hilo lipo katika tarafa ya Sale na linagusa vijiji 4 vya Ingaresero, Pinyinyi, Oldonyo Sambu na Jema. Mheshimiwa Rais, changamoto iliyopo kwa wananchi wanaoguswa na pori hili ni hofu ya kupoteza ardhi wanaoitumia endapo serikali itatekeleza uamuzi wa kupandisha hadhi pori hilo kuwa pori la akiba. Aidha, ndani ya pori hilo kuna miundombinu iliyowekezwa na serikali na watu binafsi zikiwemo shule, zahanati, barabara, mawasiliano, utalii, maeneo ya kiutawala na miundombinu ya umwagiliaji maji. Vile vile kijiji cha Jema ambacho ni moja kati ya vijiji vilivyopo ndani ya pori hilo ni eneo ambalo mwaka 2006 lilitumika kutekeleza azma na mpango wa serikali wa kupunguza idadi ya watu ndani ya eneo la hifadhi ya Ngorongoro, ambapo jumla ya kaya 159 za wananchi zilihamishiwa katika kijiji hicho. Masuala mengineyo. Mfumo wa kimila wa uongozi wa jamii ya wenyeji. Mheshimiwa Rais, wilaya ya Ngorongoro ina jamii za makabila 4 ya Wamasai, Wasonjo, Wahadzabe na Wadatoga. Jamii hizi zimejenga nidhamu ya namna ya kuishi miongoni mwao kwa kutegemea rika,
na utoaji wa maamuzi unaozingatia utaratibu huo. Kimila, jamii ya Wamasai inaongozwa na wanaume Malai Gwanan na kwa wanawake Ngai Gwanak, na jamii ya Wasonjo inaongozwa na mabaraza ya wazee. Kutokana na tathmini iliyofanyika, mifumo ya kimila ina ushawishi mkubwa kwa wananchi katika utoaji wa maamuzi, hususan kwenye masuala ya ardhi na uongozi. Aidha, viongozi hao ndio hutoa uamuzi wa mwisho kuhusu masuala yanayohusu maslahi ya jamii husika. Hata hivyo, utekelezaji wa mifumo hii, baadhi ya mifumo, unakinzana na mifumo rasmi iliyopo ndani ya serikali. Mifumo ya mashirika yasiyokuwa ya kiserikali, yani NGOs. Mheshimiwa Rais, NGOs zimedhihirika kuwa na ushawishi na zinasikilizwa sana na wenyeji kutokana na huduma na misaada ambayo imekuwa ikitolewa na taasisi hizo, pamoja na uwepo wao kwa muda mrefu ndani ya jamii hizo. Baadhi ya NGOs zimeonekana kutekeleza malengo yake katika hali ya kukinzana na mifumo rasmi ya serikali katika wilaya ya Ngorongoro. Pia zipo dalili kuwa baadhi ya taasisi hizo zinatumika kueneza propaganda ya upotoshaji dhidi ya jitihada mbalimbali za serikali kwa wananchi, hasa kuhusu uhifadhi endelevu. Mapendekezo ya tume. Mheshimiwa Rais, tume ulioiunda inatamani kuona jamii ya wenyeji inawekewa utaratibu wa kuwa na maisha bora kama ilivyo kwa Watanzania wote. Hivyo ni vyema maeneo yote matatu, yani eneo la hifadhi ya Ngorongoro, pori la akiba Pololeti na pori tengefu la Ziwa Natron yaendelee kuwa na uhifadhi endelevu kutokana na umuhimu wake, hasa kuhusu kulinda mfumo ekolojia wa Serengeti Mara, lakini pia kwa ajili ya kulinda na kuendelea vivutio vya utalii ili kuvutia watalii na kuongeza mapato ya serikali na uendelevu wa bioanuai kwa vizazi vya sasa na vizazi vijavyo. Kwa msingi huo, baada ya tathmini ya kina na ili kushughulikia changamoto na malalamiko yaliyobainika kwa lengo la kuimarisha uhifadhi, shughuli za utalii na huduma za maendeleo ya jamii kwa wananchi, tume inatoa mapendekezo yafuatayo. Eneo la hifadhi ya Ngorongoro. Kwa kuzingatia upungufu na changamoto za matumizi ya ardhi zilizobainika, hali ilivyo na itakavyokuwa, ni dhahiri kuwa mfumo wa matumizi mseto ya ardhi ndani ya eneo la hifadhi ya Ngorongoro sio endelevu. Hivyo inapendekezwa kuwa: mosi, sheria ya hifadhi ya Ngorongoro sura 284 ifanyiwe mapitio na marekebisho kwa kuwashirikisha wadau wote muhimu ili iendane na wakati na mahitaji ya sasa. Mbili, ili kuimarisha ustawi wa jamii na uhifadhi endelevu, shughuli zisizo za kiuhifadhi zitekelezwe nje ya eneo la hifadhi. Tatu, ili kuondoa uvamizi ndani ya eneo la hifadhi ya Ngorongoro, mamlaka ya usimamizi wa eneo la hifadhi ya Ngorongoro iwatambue na kuwaorodhesha kwenye kanzidata wakazi wote wa eneo la hifadhi ya Ngorongoro, makazi yao, mifugo, na kuwapa cheti, yani certificate of residence, kulingana na matakwa ya kifungu cha 23 cha sheria ya hifadhi ya eneo la Ngorongoro. 4, uhamaji katika eneo la hifadhi ya Ngorongoro uwe endelevu na uwekewe msingi wa kisheria. Mheshimiwa Rais, kutokana na kufifia kwa uhusiano na ushirikiano kati ya wananchi na mamlaka ya hifadhi ya eneo la Ngorongoro, na hivyo kupunguza ufanisi katika utekelezaji wa majukumu ya uhifadhi, utalii na maendeleo ya jamii ndani ya eneo hilo, tume inapendekeza kuwa: mosi,
uhusiano wa Baraza la Wafugaji na mamlaka ya usimamizi wa eneo hili la hifadhi uimarishwe, ikiwa ni pamoja na kuweka utaratibu wa matumizi ya fedha ndani ya baraza hilo kwa kuzingatia taratibu za matumizi ya fedha za umma. Pili, wakati serikali inaendelea na kuweka utaratibu wa kuboresha uhifadhi na ustawi wa jamii nje ya eneo la hifadhi, huduma za jamii ziendelee kutolewa, ikiwemo ukarabati na uboreshaji wa miundombinu yote iliyopo. Mheshimiwa Rais, kuhusu kasi ya kuenea kwa mimea vamizi ikilinganishwa na kasi ya kudhibiti mimea hiyo isambaye ndani ya maeneo ya hifadhi, tume inapendekeza kuwa serikali iimarishe utekelezaji wa mkakati wa kitaifa wa udhibiti wa mimea vamizi wa mwaka 2019-2029. Hatua za kiutekelezaji zihusishe kutenga fedha maalum badala ya utaratibu uliopo sasa wa kutegemea fedha za matumizi mengineyo, other charges, ya mamlaka ya hifadhi ya eneo la Ngorongoro. Pori la Akiba Pololeti. Mheshimiwa Rais, kama nilivyosema awali, wananchi wa tarafa za Loliondo na Sale wanalalamikia kutoshirikishwa katika hatua ya kuanzisha pori la Akiba Pololeti, na wanalalamika kutokuruhusiwa kutumia pori hilo kulisha mifugo yao. Ili kuimarisha usimamizi endelevu wa pori la Akiba Pololeti, tume inapendekeza yafuatayo. Mosi, serikali iboreshe huduma za ugani na kuweka miundombinu bora ya ufugaji ikiwemo masoko, malambo na malisho ndani ya eneo ya zile kilomita 2500 nilizozitaja, eneo ambalo lilikabidhiwa kwa wananchi, ili kuondoa kiu ya wananchi kuendelea kutamani na kuvutiwa na mazingira mazuri yaliyopo kwenye pori la Akiba Pololeti. Pili, usimamizi wa pori la Akiba Pololeti urejeshwe TAWA kutoka mamlaka ya eneo la hifadhi ya Ngorongoro, ili kuimarisha usimamizi wa eneo hilo kwa mujibu wa sheria husika. Tatu, ili kuboresha mazingira ya uwekezaji, serikali ichukue hatua za kutatua changamoto zilizopo baina ya wawekezaji waliopo ndani ya pori la Akiba Pololeti. Nne, kwa kuzingatia changamoto ya mwingiliano wa mifugo katika wilaya ya Ngorongoro, hasa kwenye maeneo ya mpakani, mifugo yote itambuliwe na kuwekewa alama maalum, na utaratibu wa utambuzi umeainishwa kwa mujibu wa sheria ya utambuzi, usajili na ufuatiliaji mifugo sura 184, na tunapendekeza hatua hiyo ichukuliwe ndani ya kipindi cha mwaka mmoja. Tano, serikali iimarishe huduma za jamii ikiwemo ujenzi wa barabara ya kutoka Mto wa Mbu hadi Waso yenye urefu wa takriban kilomita 223 kwa kiwango cha lami, ili kuendelea kuchochea uchumi wa wilaya ya Ngorongoro ambao utaondoa wananchi kutoka kwenye kutegemea mifugo pekee, na pia hatua hiyo itasaidia kupunguza magari yanayopita ndani ya eneo la hifadhi ya Ngorongoro kuelekea mkoa wa Mara. Pori tengefu la Ziwa Natron. Mheshimiwa Rais, wananchi wa vijiji vinne nilivyovitaja vya Engaresero, Pinyinyi, Oldonyo Sambu na Jema wana hofu ya kupoteza ardhi yao endapo serikali itatekeleza azma yake ya kupandisha hadhi pori tengefu la Ziwa Natron kuwa pori la akiba. Sasa tume inapendekeza yafuatayo. Mosi, serikali ifanye tathmini ya pori tengefu la Ziwa Natron ili kuona endapo bado kuna umuhimu wa kutekeleza uamuzi wa kupandisha hadhi pori tengefu la Ziwa Natron kuwa pori la akiba. Pili,
ili kuondoa mgongano wa kisheria na kitaasisi kuhusu uwepo wa nyanda za malisho kwenye maeneo ya hifadhi, serikali ifanye mapitio ya tangazo la serikali namba 597 la 2022 lililoanzisha nyanda za malisho ndani ya maeneo hayo ili kuziondoa nyanda hizo ndani ya maeneo ya hifadhi. Masuala mengineyo. Mheshimiwa Rais, kutokana na masuala yaliyobainika kuhusu mifumo ya kimila na kiuongozi inayotumiwa na jamii ya wenyeji na mifumo ya mashirika yasiyokuwa ya kiserikali, tume inapendekeza yafuatayo. Mosi, serikali kwa kushirikiana na wadau mbalimbali iendelee kutoa elimu kwa viongozi wa kimila wa jamii ya wenyeji kuhusu namna ya kusimamia mila na desturi zao pasipo kuathiriana na mifumo ya kisheria na kitaasisi ambayo inasimamia masuala ya ardhi, uhifadhi, utalii na maendeleo ya jamii katika maeneo yao. Pili, ifanyike tathmini ya mwenendo wa mashirika yasiyokuwa ya kiserikali yale yote ambayo yanafanya kazi ndani ya wilaya Ngorongoro na kuchukua hatua stahiki dhidi ya mashirika yatakayobainika kukiuka misingi na madhumuni ya usajili wake. Mheshimiwa Rais, ili kuwezesha utekelezaji wenye tija wa mapendekezo ya tume na kuondoa upungufu uliobainika hapo awali, tume inapendekeza utekelezaji wa mapendekezo usimamiwe na ofisi ya Waziri Mkuu kwa kuzingatia mambo matatu. Moja, kuratibu utekelezaji wa mapendekezo yaliyotolewa. Pili, kuandaa mpango kazi wa utekelezaji wa mapendekezo. Na tatu, kufanya ufuatiliaji na tathmini ya utekelezaji wa mapendekezo. Mheshimiwa Rais, baada ya kusema hayo, kwa heshima na taadhima, ninaomba kuwasilisha kwako kitabu cha taarifa ya tume, muhtasari wa taarifa hiyo, lakini pia kitabu cha picha, yani photo book, kama package moja. Mheshimiwa Rais, kwa heshima na taadhima, naomba kuwasilisha. Asante. Mheshimiwa Rais, tunaomba usogee mbele na waheshimiwa viongozi wote tukae kwa sababu picha zinapigwa kutoka kule nyuma. Tukae. 1, 2, 3, makofi mengi. Mheshimiwa Jaji Ndika anakabidhi taarifa hiyo. Asante sana, tunawashukuru. Kama alivyozungumza Katibu Mkuu Kiongozi, inayofuata sasa ni ile tume iliyofanya tathmini juu ya zoezi la uhamaji wa hiari kutoka. Kwa elimu hizi na mengine mengi, usisahau kutembelea katika kurasa zetu za Facebook, Twitter, Instagram pamoja na YouTube.